Na baada ya kuokoka kwangu nilipitia changamoto nyingi, kwa sababu familia walikuwa ni Waislamu. Wakaniambia ya kwamba kama umeokoka leo hii, basi kuanzia leo hii hautakula hapa nyumbani, wala hakuna kitu chochote kitakachokusaidia nacho. Lakini ninamshukuru Mungu, maana Mungu alikuwa mwema kwangu, amekuwa pamoja nami na ameniokoa na amenilinda na amenihifadhi. What's up guys, welcome back to my channel Tiano Show. KE, bado niko maeneo ya kutafuta content na hapa kukutana na Pastor Koi. Lakini nimesahau kumtambulisha, lakini inabidi yeye mwenyewe ajitambulishe. So tuko hapa ili kupiga na story kidogo. Je, yeye ni nani na huko Mombasa anakuja kufanya nini? Habari yako Pastor? Nzuri sana. Yes, kwa majina ndo nani? Naitwa Hassan Koi Mwambire. Wewe ni pastor? Mimi ni mchungaji katika kanisa la Living Jesus Power Ministry. Mbona Hassan? Mimi naitwa Hassan maana nilitoka katika dini ya Uislamu na Mungu akaniokoa na nikakutana na Kristo. Ndio maana ninamtumikia Kristo nikiwa ndani ya Kristo. Na wewe ni wale pastor ambao wana ujasiri sana wa kutoa testimony yao ya kwamba walikuwa transformed kutoka kwa Uislamu mpaka kwa Kristo. Ni nini nakupa hiyo ujasiri ya kuongea hivyo? Kitu ambacho kinachonipatia ujasiri wa kutamka hivyo, nimemtambua huyu Kristo kwa sababu nilipokuwa katika ile dini ya Uislamu sikuwa na ufahamu, nilikuwa gizani kwa mambo ambayo yalikuwa yakifanyika, nilikuwa gizani. Lakini baada ya kumkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yangu, nimekuwa na ujasiri wa kutamka hata mbele za watu, mbele za umati, mpaka kufikia saa hii nikiwa mchungaji bado niko na ujasiri kwa yale Yesu ambayo alinifanyia. Kwa hivyo nyumbani kwenu umezaliwa katika dini ya Ukristo, ya Uislamu. Yes. So umehudumu mpaka miaka ngapi kwa Uislamu mpaka ukaamua ninamshukuru Mungu. Nilipokutana na Kristo ilikuwa mwaka wa 2006. Hapo ndipo Mungu ama Bwana Yesu aliponiokoa. Na baada ya kuokoka kwangu nilipitia changamoto nyingi, kwa sababu familia walikuwa ni Waislamu. Wakaniambia ya kwamba kama umeokoka leo hii, basi kuanzia leo hii hautakula hapa nyumbani, wala hakuna kitu chochote kitakachokusaidia nacho. Lakini ninamshukuru Mungu, maana Mungu alikuwa mwema kwangu, amekuwa pamoja nami na ameniokoa na amenilinda na amenihifadhi. Hata kwa harusi yangu hawakuhudhuria, kwa sababu wanasema kuwa mimi kama Mkristo hatuwezi kuchangamana na wao. So ninamshukuru Mungu mahali nimefikia. Kwa hivyo nyumbani walikutenga? Walinitenga wazazi, wakaniambia kuanzia leo wewe si mtoto wetu. Lakini sikuangalia hao wazazi, nilimwamini Kristo na nikamuomba Mungu azidi kunipa tumaini ama kunisimamisha mpaka saa hii nikiongea hivi leo hii. Ninamshukuru Mungu. Labda kuna vitu utofauti na uona kati ya kufanya ile marekebisho umefanya? Ninamshukuru Mungu kwa sababu gani? Kwa sababu nimeona mabadiliko makuu ndani ya Kristo, kwa sababu kuna vitu vingi nilikuwa siwezi kufanya, ama kuna mambo ambayo nilikuwa ninapitia kama zile changamoto ambazo nilikuwa napitia. Lakini nilipomkubali Kristo, nilipokuja kwa Kristo mpaka kufikia saa hii, naona tu mambo yangu ni mazuri, naona tu nuru nikiwa ndani ya Kristo. Lakini ule wakati nilipokuwa kule nilikuwa naona shida tu zinaniandama, lakini nilipokuja kwa Kristo ninaona tu njia zangu zimefunguka. Na ninamshukuru Mungu tu. Labda kwa saizi, mbali na kuwa wewe ni Mkristo, saizi mbali na kutoka katika Uislamu, katika watu ambao unahudumu sasa ndani, wanakuchukulia vipi? Amina, Bwana Yesu asifiwe. Ninasema tu jambo moja ambalo nimependa kusema ni kumshukuru Mungu. Kwa sababu gani?
kwa sababu hata wale watu ambao ninawatumikia nikiwa nao hapa kanisani wamenikubali. Jambo la pili, wananiheshimu kama mchungaji wao. Sijaona pingamizi yoyote kwa yale ambayo wananifanyia na yale ambayo ninawafanyia mbele za Bwana. Labda kushukisha pale nyuma, ile siku ya kwanza ya kumkubali Yesu Kristo ilikuwa vipi? Yaani ni historia ambayo hata saa nyingine nashindwa kuieleza, lakini mimi kulingana vile nilivyokuwa nimewaelezea kwa nilikuwa Muislamu. Mimi nilijipata tu Jumapili moja nimeingia tu kanisani, na nilipoingia tu kanisani, jambo la kwanza niliambiwa watu wasimame wasalimie kanisa wale wageni. Sasa nikashindwa hao watu wanasalimia wageni wanasalimia vipi? Mimi nilitulia pale, lakini uzuri kukaa kuna mama moja akasimama akasema Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, naitwa so and so. So nikajua kumbe wanaanzia hivyo, na mimi ndo nikasimama nikasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Hassan Koi, nimeokoka, na nikaketi. Yaani ukasema Hassan Koi umeokoka na ukaketi? Na nikaketi. Na hujaokoka bado? Na sijaokoka bado, sijaombewa sala toba. Na sijaombewa sala toba. So baada ya hapo ndipo mchungaji akasema baada ya mahubiri, sema baada ya ibada nataka nimuone huyu kijana anaitwa Hassan. Sasa baada ya hapo ndipo nikaombewa sala toba, ndio nikamkubali nikaokoka. Kwa hivyo pasa kwa shajua wewe hujaokoka. Pasa kwa amejua hujaokoka ama alikuwa hajajua, kwa sababu nilienda unajua ukiingia mahali kama wewe ni mgeni watu watajua huyu ni mgeni. Wana walokole wanajulikana hata kiingia mahali anajulikana. Lakini mimi nilipoingia pale nilijulikana huyu mtu hapana bado. Ndio nikaambiwa nibaki baada ya ibada. Wakati ulikuwa umekaa ngapi? Nilikuwa na miaka, maana mimi nilizaliwa 87. So kwa 2006 hapo ndipo nilipomkubali Kristo. So hapo kuna miaka kama I think kama 19 hapo around hapo. Ulikuwa kwa utu uzima ukumkubali? Mzima. Nilikuwa ni mtu mzima. Labda umeingia kanisani, ukapata watu wanapiga makofi, ukapata watu wanahubiri, ukapata ukaambia pale usimame, useme jina lako, na kule kwingine ulikuwa umezoea ni kuosha mikono. Ule utaratibu uliona vipi? Ama ilichukua muda gani wewe kuzokozoana na wao? Bwana Yesu asifiwe. Mimi kitu ninachosema, ninajua nilipoingia pale, nilipoona vile wanafanya, nilipoona kucheza kwao, kupiga makofi kwao, nilifurahishwa na yale na vile wanavyofanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku kwingine hatukuwa tunafanya hivyo vitu, lakini hapa nimepata watu wanamuimbia, nimepata watu wanaimba, wanasifu, wanadance, wanacheza, wanamfurahia Bwana. Hapo ndipo nilifurahia kuliko kule. Labda ilikuchukua muda gani kuja kuwezoeana kusema leo nimetoka katika ile kule kwingine kwa kuvua viatu, hapa nimekuja lazima ukuwe smart? Ilikuchukua muda gani? Mimi nasema ilichukua muda kidogo, kwa sababu hata mavazi nilikuwa ninavaa hayalikuwa hayaendani na wale wenzangu wenye wako hapo ndani ya church. Lakini kadri vile tulivyoendelea kufundishwa na kufahamu zaidi, hapo ndipo mabadiliko yalianza kwangu. Sasa ilikuwaje mpaka umetoka pale umeombea sala la toba, labda umetoka katika nini, ilikuwa vipi mpaka ukaamua kuwa pastor sasa rasmi? Ninamshukuru Mungu. Hii haikuwa rahisi. Japokuwa nilipitia changamoto, nilipitia wakati mgumu sana, kwa sababu ukiangalia nyumbani watu hawakupendi, ukiangalia yani unakaa kana kwamba yani huna mwelekeo. Lakini kwa sababu ya Kristo na kanisa ama na yale mafundisho yenye nimeyapokea kwa kanisa, nilijifundisha kitu na nikaendelea kuzama ndani ya Kristo. Na niliambiwa tu njia moja ya kubarikiwa ama kukaa karibu na Mungu ni uwe karibu na neno la Mungu,
uwe mtu wa kuomba na uwe mtu wa kufunga na kusoma neno la Mungu. Ndio ikanifikisha mahali nimefika mpaka naitwa mchungaji. So ile siku ya kule wewe wafunga kweli? Ile siwezi sema sana, lakini unajua kufunga kwa Mkristo na kule kufunga kwa wale kama ni tofauti. Kwa sababu gani? Kama nitaamka asubuhi saa 11 nikule vizuri alafu nishinde niseme nimefunga, hiyo si kufunga. Hiyo si kufunga, maana nimeshiba. Na siku inaanza saa 6. Sasa nikila baada ya saa 6, hiyo it means hiyo ni kama najishindisha njaa, lakini si kufunga. Kwa sasa nyumbani kule wameweza kutenga. Kwa saizi wanaona vipi saizi? Mimi namshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Baada ya harusi yangu hawakuja, lakini baada ya kuwa ninamwagiwa mafuta kama mchungaji, hapo niliwahusisha kama familia, na ninamshukuru Mungu walikuja. Hata wale ambao walikuwa wanipendi walikuja kushuhudia yale. Sasa tupeleke polepole. Ulihusisha vipi? Na mko mnaongea hivyo wakati wote huo? Kuongea nao kwa sababu ni familia, lazima ongee na wao. So nilipowaambia sasa imefika mahali sasa ninamwagiwa mafuta kuwa mchungaji, reaction yao ilikuwa vipi? Nasema wapiga simu, "Hello, kesho ni siku yangu ya alisemaje?" Wengi wao walisema sasa unajua sisi hatuwezi kuja huko maana hatuna tikiti. Ni vitu vingi walisema, lakini kawaambia hiyo isiwajalishe. Kama ni tikiti ndio inawasumbua, mimi nitawatumanishia tikiti na mkuje. Na niliwatumanishia tikiti na wakaja na wakashuhudia yale mambo yalikuwa yakifanyika na hata kumwagiwa mafuta kwangu. Walishuhudia. Sasa tukielekea kumaliza, labda pastor ulikuja vipi? Ama uliamka tu kaamua mimi ni pastor ama ilikujaje? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuwa mchungaji huwa nasema haikuwa rahisi, lakini kuna ule mwito ambao Mungu akikuita lazima utaitika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Mimi sikutarajia kama nitakuja kuwa mchungaji, lakini kwa neema ya Mungu na kwa kanisa, hapo ndipo walipoona huyu mtu sasa anafaa kuwa mchungaji. Maana kuna mitihani ambayo nilipitia ndio nikafika mahali ndio Mungu akasema huyu ni kweli anastahili kuwa mchungaji wa kanisa hili. Labda umepitia hiyo harakati. Ungependa kuambiaje watu ambao wanapitia katika situation kama hiyo yako, ya labda kubadilisha kidogo sehemu labda, alafu unapata criticism mingi kutoka kwa familia? Yaani familia wanakutenga, wanaongea vibaya kwako. Kiwewe labda ungesemaje? Mimi napenda kuambia watu wale ambao wanapitia changamoto kama zile nilizozipitia mimi. Mimi napenda kuambia kwamba usiogope jambo lolote, usiogope zile challenges zenye unapitia. Wewe tu muamini Kristo, naye Kristo atakuwa pamoja na wewe. Maana vile alivyokuwa pamoja na mimi, hata wewe atakuwa pamoja na wewe. Kwa sababu huku kwa Kristo, hata watu wajapo kutenga, Kristo anakukumbatia. Kwa hivyo usiogope mahali popote ulipo. Kama unapitia changamoto kama hii yangu, wewe endelea kumwomba Mungu na endelea kumwamini Mungu na uwe karibu sana na neno la Mungu. Labda kabla hujaokoka ulikuwa mtu aina gani wewe? Mimi nilikuwa mwimbaji wa secular. Kabla hujaokoka. Wacha secular. Kiwewe yani, wewe yule Koi sasa, wewe sasa ulikuwa mtu aina gani? Labda ulikuwa mtu usumbua ama ulikuwa mtu aina gani? Mimi nilikuwa mtu wa kusumbua. Maana kama ni bangi nilikuwa nikivuta, niyo kuberi nilikuwa nikikula, tambu nilikuwa nakula, paka ilifika mahali paka nikatongoza paka anti yangu. Unajua hiyo nilikuwa nimefika mahali pengine pabaya kwa kusimamisha. Anti yako akasemaje? Anti yako nilipomsimamisha ilikuwa ni saa 12. Yale maneno niliyoongea na yeye kwa sababu alikuwa anajua, yeye alinisikiza kwa dakika moja. Alafu baada ya kuniambia wewe mtoto kweli una akili? Akili
ikafunguka. Ndio ukajua huyu ni aunti yangu. Nikajua sasa ni aunti yangu. Sasa ripoti ikafikia niyo babu yangu. Kaelezewa kwa babu yangu, nikaitwa kikao, nikaambiwa kama hutaachana na hizi vitu tutakuzika. Na wewe uko kuachana nazo kabisa. Nilikuwa sasa, unajua zamani za ujinga tulikuwa tunafanya kama wajinga. Usema zamani ilikuwa ni ujinga. Nilikuwa ni zamani za ujinga. Maana tulikuwa tunafanya vitu hatujui tunafanya nini. Hatujui tunafanya nini. Kwa hivyo wasema ulikuwa mwimbaji wa secular. Nilikuwa naimba secular. Labda hiyo secular ilikuwa inakuja kwa sababu umevuta vitu ama ilikuwa ni wewe ni mwimbaji? Hiyo ilikuwa inakuja kwa sababu ukishavuta zile vitu, ukishachanganya zile vitu, akili usi wewe tena. Ni vile vitu vinakucontrol wewe. So nilikuwa nikivuta ndo hizo vitu, nyimbo ndo zinakuja. Sasa kuna kijana hapa anakuangalia ambaye saa hizi anavuta sigara, anajaribu kutoka katika ile harakati kutoka katika miadarati. Ungependa kumwambiaje? Mimi kwa kijana ambaye saa hii anavuta hiyo miadarati ama yuko katika hivyo vitengo vya miadarati, mimi kitu nataka tu nimwambie ya kwamba uweze kujitoa huko ama uweze kujiepusha, uweze kujitoa, ujitenge na hiyo mihadarati na umkubali huyu Kristo, uje kwa Kristo ili akutengeneze uwe kiumbe kipya. Sasa tuko na maswali matatu tukianza kumalizia. Kuna Agano la Kale na Agano la Pili. Kitabu gani unakipenda ama ni fungu lipi unalipenda katika haya mawili? Agano la Kale, Agano Jipya. Unajua wakati tunaposoma agano si tunajua. Kati ya Agano la Kale na Agano la Jipya. Ni kitabu kipi ama ni fungu lipi unalipenda kati ya hapo mawili? Kati ya hivyo vitabu viwili, Agano Jipya na Agano la Kale. Mimi sana hupenda Agano Jipya. Kwa nini Agano Jipya? Kwa sababu hiyo kitabu cha ama Agano Jipya linaongelea kuhusu neema ya Kristo. Wakati wa Agano la Kale ilikuwa ni sheria, lakini ukija kwa Agano Jipya ni neema inafanya kazi. Labda hapo kwa Agano la Kale ama Agano la Kale. Je, ni kitabu kipi kinazungumzia Israeli sana? Kitabu ambacho kinazungumzia sana niyo Israeli sana. Kienda katika kitabu cha niyo Kutoka ama Kutoka, Mwanzo, hizo vitabu zote zinaongelea kuhusu wana wa Israeli, vile walivyokuwa wanahamishwa kutoka Misri, wanapelekwa katika nchi ya Kanaani. Hiyo sana inaongelea, usome tu Agano lote la Kale naongelea wana wa Israeli. Sasa ni pastor. Sasa hizi umeenda kutimu kama pastor? Yes. Na bado unaendelea mafunzo. Je, mafunzo yako unaendelea gani? Ya reverend ama ya pastor bado? Kwa sababu ya hiyo bado nataka bado niko pale kwa uchungaji mwanzo. Kuna mtu ameuliza pale swali pale kwa screen yetu akauliza hivyo, lakini acha tumwambie ngoje bwana, time bado. Labda sasa kwa safari yako ya kuoa labda ilikuwa vipi? Safari yangu ya kuoa yangu haikuwa rahisi, japokuwa ilikuwa na changamoto, lakini kwa yote Mungu akanifanikisha. Maana ukiangalia kama familia imekukataa, so hata kwa mahari ilikuwa shida, lakini kwa sababu niko na Kristo, kwa sababu niko na Mungu alikamilisha yote. Katika safari yako mpaka sasa hivi umefika saa hizi, ni mengi umepitia. Nitajie vitu vitano ambazo vinakufanya sasa hivi, zile virtues ambazo wewe umelearn katika maisha mpaka sasa hizi. Jambo la kwanza, mimi kitu ambacho nimejifunza kunyenyekea. Nimejifunza kunyenyekea, yani humble. Jambo la pili, nimejifunza kutii. Jambo la tatu, nimejifunza kuwa karibu na watu. Jambo la nne, upendo. Jambo la tano, nimejifunza kusoma neno la Mungu. Na kuomba pia. Na kuomba. Kama wewe pasa Gen Z, unajua ni Gen Z bado? Ama wewe bado ni millennial? Mimi ni millennial. Wewe ni millennial? Hapana. Mimi sio Gen Z. Wewe bali kwa leo ni kuniweka kwa Gen Z.
Leo ukubali kwa Gen Z. Sawa, mimi nimekubali Gen Z. Pastor Gen Z. Labda kama wewe Pastor Gen Z ambaye ni Pastor Koi. Yeah. Ukitofautisha kati ya wale pastor ama zile enzi za kitambo na enzi za saizi, uchungaji uko vipi? Nikilinganisha na zile enzi za kitambo na hizi za sahii ziko tofauti. Kwa sababu gani? Zamani ukiangalia wale wazee walikuwa hawatumii vyombo, walikuwa wanatumia tu mikono, wanapiga tu madrum. Lakini kizazi cha sasa cha Gen Z, vyombo viko makanisani na watu wengi sana wameingia hata kwa mitandao. So iko tofauti kubwa. Iko tofauti kubwa kabisa. Kama wewe pastor ambaye unatarajia unaingia katika hii nini pastor, je, unatazamia kwa wapi? Tazamio langu kubwa sana ni kwenda tazamio kubwa sana kwangu mimi ni kurithi ufalme wa mbinguni. Kwa haya yote ni urithi ufalme wa mbinguni. Labda swali la pili la mwisho tukimaliza interview yetu. Wewe ni kitu gani kizuri kimeshawahi kuwapenia kama pastor? Mazuri ukija kwa Kristo, mazuri yako mengi. Ukija kwa huyu Kristo, mazuri ni mengi. Maana kama mtu ambaye nilikuwa nimekataliwa na nilipoingia kwa Kristo, nimeoa na harusi, nimeishi maisha mazuri. Sasa ninamfurahia huyu Kristo kwa sababu amebadilisha maisha yangu, amebadilisha kila kitu changu. Na kibaya ambacho kutendekea utaisahau. Kibaya kutendekea utaisahau. Kibaya ambacho kimenitendekea ambacho sitawahi kisahau. Hiyo ilikuwa historia sana. Mpaka nikapata ajali, nililazwa Coast General siku 3. Kupata fahamu ilikuwa ni siku ya 3. Hilo jambo sitawahi lisahau. Jambo lipi? Hiyo ya ajali. Nilipata ajali. Nilipoteza fahamu siku 3. Kalazwa Coast General siku ya 3 ndio nilipata ufahamu. Hilo ndio jambo sitawahi lisahau kabisa kwa maisha yangu. Sitawahi sahau. So tumemaliza, labda neno lako la mwisho tukimaliza kabisa. Nataka mwisho kabisa tukimalize. Neno langu la mwisho kabisa, ningependa kukuambia ndugu ambaye unanitizama kwa muda huu na masaa haya, wewe tu ni mkubali Kristo, mkiri Kristo ndani ya maisha yako awe Bwana na Mwokozi, ili Bwana akufanye kiumbe kipya na maisha yako yabadilike. Kama vile alivyonibadilisha mimi, na wewe pia aweze kukubadilisha. Na labda samani kidogo, labda hali yako ya macho, labda wewe kama pastor ama wewe kama Koi, ulizaliwa nayo ama ulijikuta? Ni maumbile. Si ati ni accident wala ni maumbile. Nilizaliwa hivyo. So guys, kama ni mgeni hapa kwa Iyano Show KE, unafanyaje? Unafinya subscription button, una subscribe, una like, una comment from guys. Alafu wewe unapatikana wapi? Mimi ninapatikana tu hapa Nio Bokole, kanisa ni Living Jesus Power Ministry. Mkija hapa mtatupata, tuko hapa. So Living Jesus Power Ministry. Living Jesus Power Ministry. Mnapatikana pale, wako pale YouTube pale. Enda tu pale YouTube. Kuna ile subscription button pale. Unaweka tu jina Living Jesus Ministry. Living Jesus Ministries. Unafanyaje? Wa follow tu. Alafu ukitaka maombi pia unafuata Pastor Koi hapa Bokole. Hii si Bokole? Bokole. Unafuata kama maombi, kwa ushauri. Kama ni ushauri, kama ni maombi, kila kitu chenye labda unahitaji, unataka kusaidika, nitafute tu. Tunapatikana hapa Bokole. So guys, let us make it up.